Karibu sana katika ukurasa wako wa www.afyaborakipatoimara.com. Mbele yako ni Mbaraka Mbwambo, ni professional business coach, business trainer and mentor. Leo tutajifunza ni namna bora ipi ya kuanza biashara kwa wewe ambaye umeajiriwa. Kama inavyojulikana kuwa mtu akiwa katika ajira ni ngumu sana kuweza kuanza kitu chake, na waajiriwa wengi sana huwa wanapoteza thamani, wanapoteza pesa na wanapoteza hata mitaji baada ya kuwa wameanza katika vitu fulani kwenye maisha yao. Na hii ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ni ngumu kuweza kuvianza vitu ukiwa umeajiriwa. Leo nitakupa mbinu ambazo ukizitumia unaweza ukaanza biashara ukiwa umeajiriwa na ukapata matokeo mazuri sana. Kitu cha kwanza unachopaswa kukizingatia ni kuangalia mahitaji ulionayo na kazi unayoifanya na mahitaji unayoyataka. Hapa utatengeneza mpangilio ambao utakao kufanya uweze kuona kwa nini nahitaji kufanya kitu cha ziada ili nijiingizie kipato. Usipoliona hilo, ni ngumu sana kuweza kuchukua hatua ya kufanya kitu katika muda wako wa ziada au kuifanya hiyo biashara ili uweze kujiingizia kipato. Changamoto ambayo ipo hapa ni kwamba mara nyingi watu ambao wameajiriwa kuweza kufanya kitu cha ziada kuingiza pesa inakuwa ni ngumu, kwa sababu hawana experience ya kuwa mtaani. Unakuta mtu pengine ameajiriwa tokea amemaliza chuo mwaka 2020 akaingia kwenye ajira. Baada ya kuingia kwenye ajira, kwa kipindi chote hicho hajawahi kuwa na experience hata ya kuuza pipi mtaani. Hajawahi kuwa na experience hata ya kuuza mswaki. Anakuja na wazo, anapewa wazo pengine na rafiki yake, mwenza wake, ama yeye mwenyewe linakuja, anataka afungue duka pembeni. Kama huna experience ya kuuza pipi, ya kuuza hata mswaki, hivi hilo duka utakalolifungua la milioni 3, 4, 5 la hizo bidhaa, wewe unafikiri litafanikiwa kweli? Biashara yoyote tu, nikwambie kwa taarifa yako, ni kwamba inachukua miaka 3 mpaka 5 ili iweze kuwa stable, kuleta matokeo na kuleta faida. Sasa changamoto unaweza kuipata hapo ni nini? Ni kwamba unaweza ukaingia katika platform ya kutaka kufanya biashara, lakini mwisho wa siku ukaua mtaji, ukaua pesa na ukatengeneza na deni. Kwa nini? Kwa sababu huna experience ya kufanya biashara. Na changamoto ambayo unaipata sasa watu ambao wako kwenye ajira ni muda. Hivi upo kazini, mfano umeingia kazini saa 2 asubuhi mpaka saa 11 jioni. Haya, hiyo kazi unataka kuifanya au hiyo biashara uliyoifungua utaisimamia muda gani? Maana yake wewe umefungua biashara inaitwa cha wote. Hiyo biashara italiwa na watu watakudhulumu na pengine utafilisiwa. Namna bora ya kuanza biashara ukiwa umeajiriwa ni ipi? Ni hii hapa. Tafuta mentor, tafuta business coach au trainer ambaye anafanya biashara, ambayo inaweza ikatoa biashara hiyo nafasi ya wewe kuifanya katika muda wako wa ziada, ili uweze kujifunza tamaduni ya kufanya biashara, upate experience ya biashara, na automatically uanze kuingiza kiwango fulani cha hela kabla ya kupoteza pesa. Kwa hiyo kutokea hapa Afya Bora Kipato Imara tuna nafasi za kutoa mafunzo ya namna hiyo, ambayo wewe ambaye umeajiriwa unaweza ukaingia katika hayo mafunzo na ukaingia katika biashara ambayo unaweza kuifanya bila kukodi frame, bila kuweka mtaji wa mamilioni na bila kukaa hapo katika hiyo biashara. Biashara hii unaweza ukaifanya ukiwa kazini kwako, ndani ya muda wako mwenyewe, kwa mtaji mdogo tu wa kuanzia 135 mpaka 155 na kuendelea, ili uweze kuanza kupata experience ya kufanya biashara, uanze kuona biashara inafanywaje, usimamizi unasimamiwaje, ili uweze kutengeneza faida katika mazingira ya namna hiyo. Kwa hiyo wewe mwajiriwa, hii ni nafasi yako. Ikiwa ni mwalimu wa shule, uwe ni mwajiriwa wa benki, uwe ni mwajiriwa katika site za majengo, uwe ni mwajiriwa katika maeneo ya kazi, katika sekretari, maduka ya mauzo, unauza vitu, uwe ni mwajiriwa katika sekta yoyote, kwenye televisheni, kwenye redio, kwenye makongamano, pengine wewe ni mwajiriwa unatengeneza slides hizo, wewe ni photographer, uwe ni mpiga picha, uwe ni bodaboda, uwe ni mtu ambaye ni mjasiriamali, pengine una biashara vyako vidogo na vifanya na unahitaji sasa haya mafunzo na hii biashara ambayo tunaifanya kwenye muda wetu wa ziada ili kujitengenezea kipato. Huu ni muda wako sahihi. Kinachopaswa kufanywa katika huu kurasa, kuna sehemu pale imeandikwa fursa ya biashara. Nenda kajaze zile taarifa pale. Ukishamaliza tuma huo ujumbe, then tutaupokea, alafu tutakupigia simu sasa kwa ajili ya kukupa mwongozo zaidi. Lakini katika ukurasa huu utajifunza mengi unayoyataka kuhusiana na masuala ya kibiashara, lakini kuhusiana na namna bora pia ya kuboresha afya yako.
Wewe unastahiki mengi zaidi kuliko kile ambacho unakitarajia. Haikuwa bahati mbaya kuitwa binadamu, na Mwenyezi Mungu kuna kusudi lake, amekuumba ili uweze kutimiza malengo yako. Usikubali kuondoka katika dunia hii ukiwa haujatimiza malengo yako. Ni Mbaraka Mbwambo, business coach, business mentor and trainer. Niko tayari kukusaidia uweze kutimiza ndoto zako. Karibu sana, na endelea kufuatilia ukurasa huu wa www.afyaborakipatoimara.com. Share na rafiki yako na ndugu zako ili waweze kujifunza mengi kama ulivyojifunza wewe hapa leo. Asante.